Mimi natoa maelekezo sasa kwa watu wangu, mradi huu wa REA kwa miaka 3 ijayo kuanzia sasa hivi utakuwa ni agenda ya kudumu katika kamati yangu ya usalama ya mkoa. Nyinyi nipeni taarifa kila mwezi, lakini na mimi nitakuwa nakuja kuangalia kwa sababu guide nayo. Fanyeni kazi vizuri, msigombane na watu. Tahadhari nzuri sana zimetoka kwa msemaji aliyemaliza sasa hivi. TANESCO wapo watasaidiana nini? Bei ya kuunga umeme kwa wananchi ni shilingi 27,000 na si vinginevyo. Tunalisema sana hili kwa kulirudia kwa sababu imetokea mara chache wananchi wanalalamika kulipishwa nje ya hivi, lakini tumeona kwamba tunapomkabidhi mkandarasi kwako tuseme mbele yake wakati huo kwamba kuunga ni shilingi 27,000. Lakini na pia ni kuombe tu kwamba wakati wanaanza kutekeleza mradi ni kipindi cha mvua, inaweza ikatokea anataka kupitisha vifaa vya mradi maeneo au kupitisha miundombinu akashindwa, labda kwa sababu ya madaraja au kwa sababu ya mvua, basi kwenye mkoa wako, kwenye mamlaka yako ziko taasisi kama TANROADS, TARURA zitusaidie ikithibitika ni kweli mkandarasi amepata changamoto. Hili ni ombi letu kwako. Ni wito kwa wananchi watakaofikiwa na umeme huu, hii miundombinu ambayo tutaifunga ni ya kwao, hivyo wao watu wa mwanzo kabisa katika kuhakikisha inakuwepo, kwa maana ya kwamba isipate uharibifu wowote, aidha wa kuharibiwa, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo huwa kuna na tabia ile wanavyoandaa mashamba wanachoma moto yale maeneo. Nguzo zinazotumika ni nguzo za kawaida, nguzo za miti, hivyo huwa zinapata athari. Na hali kadhalika pia kuna baadhi ya wananchi au watu waweze kufahamu ambao tuwafahamu, lakini pia wanakuwa na tabia ya kuharibu miundombinu aidha kwa wizi au kwa makusudi mengine. Lakini ni wito wangu sasa, wananchi watapokea mradi kwa furaha na pia wakauchangamkie fursa ambayo itaongoza sana uchumi wao, utaongeza hata ile kasi ya wananchi wale kutoka kwenye vijiji kwenda mijini, kwa kuwa huduma sasa zitapatikana maeneo haya husika.